sababu ambayo imetufikisha hapa tulipofika ni mtangulizi wa Rais Samia, JPM, alikuwa ni mkali sana kwenye critique. Sasa mwanzo kulitokea kule Rufiji, mahali panaitwa Mkiru, kuna mwandishi wa Mwananchi anaitwa Azori Gwanda. Yeye alikwenda kule Rufiji akapiga kambi, akakuta kuna kitu kinachoendelea sio cha kawaida, akaripoti kuhusu kupotea kwa watu, kupotea kwa viongozi, kupotea na hao wanaopotezwa, yani wanapotea na hawaonekani kabisa. Kwa hiyo akawa anaandika makala ambazo ni series. Kwa hiyo from nowhere yule Azori Gwanda alitekwa na gari ya Land Cruiser hardtop nyeupe, na kabla hawajamteka walikwenda shambani kwa mkewe kuchukua funguo za nyumba, alafu wakaenda nyumbani wakasachi, wakaparaganya kila kitu, alafu wakaacha hapo mlango wazi, wakaondoka na Azori. Mkewe alivyotoka shambani akakuta hali aliyoikuta, akawa anasubiri tu mume wake arudi. Yule mwanaume hakurudi mpaka leo. Ikaja kwenye mtandao wa Jamii Forum, kwa kuna mwandishi mmoja mwanachama ambaye ni mwandishi wa IJ anaitwa Ben Saanane. Yeye alichukua research thesis ya PhD tasnifu ya mmoja wa viongozi, akaipaste kwenye program moja maarufu ya kuangalia kitu kinaitwa plagiarism. Akatoa data kwamba huyu kiongozi amepata PhD ya University of Dar es Salaam. Hiyo PhD aliyoifanya, amefanya PhD ambayo inafanywa kwa thesis, kwa coursework and dissertation. Yani kuna namna mbili za kufanya PhD. Namna ya kwanza unafanya PhD by thesis, ya pili unafanya kwa coursework na dissertation. Sasa ile PhD yake yule kiongozi imefanywa kwa coursework and dissertation. PhD za coursework and dissertation ni mtu unakwenda unakaa shule full time. Kwa hiyo jamaa huyo mwandishi Ben Saanane akachukua details za yule bwana, akasema huyu jamaa hajawahi kwenda shule full time, kwa sababu siku zote wakati anafanya PhD alikuwa ni waziri na ni mbunge, na hakuwahi kujiuzulu waziri wala kujiuzulu ubunge. Haiwezekani alikuwa shule anasoma. Lakini akachukua sasa hiyo program ya kuona hiyo plagiarism, akaingiza ile thesis yake yote kwenye hiyo program. Ile program ika print out kila kitu alichokiendea kwenye ile thesis, amekipata wapi na kimeandikwa na nani. Akaipandisha kule Jamii Forum. Baada ya kuipandisha Jamii Forum, nadhani haikupita hata siku 2 siku 3, kule Jamii Forum ilishushwa na yule jamaa alipotea, hakuonekana tena. Sasa kutokea pale, tasnia ya habari tukaanza kuwa makini, kila mtu asimame vizuri. Yani kwamba kuna baadhi ya mambo unaweza ukayasema yakakugharimu. Kwa hiyo ule uoga sasa ukaingia, media ikaingia guns. Baadhi ya vitu vinafanyika, media haiwezi kusema, inaogopa kwamba wenye mamlaka hawatafurahi. Sasa baada ya JPM kufariki na akaingia mama alibadili baadhi ya mambo na kuonyesha kwamba jamani, mimi niko tayari kuambiwa, lakini kuna vitu alivisema categorically kwa media kwamba bwana, mkinikuna nitawakuna, lakini mkinipara nitawapara. Sasa media inaogopa kuparwa, yani kwa hiyo media yetu mainstream media inaogopa kuparwa, na matokeo yake ukiangalia kwenye redio zetu, ukiangalia kwenye TV zetu, hakuna vipindi very dynamic na critical kwa the status quo kama media za wenzetu Kenya, kama Uganda, hata media za Marekani. Media za Marekani, Rais Trump anabananishwa,
lakini kwa hapa Tanzania mta notice kwamba hata JPM mwenyewe baada ya kufanya mkutano mmoja tu na waandishi wa habari pale Ikulu, na mimi nilikuwepo na niliuliza swali likaonekana kama swali gumu, hakuwahi kufanya mkutano mwingine wowote na waandishi wa habari. Rais Samia tangu ameingia hajawahi kufanya mkutano wowote na waandishi wa habari kumuuliza maswali yoyote. Miaka yake ya kwanza 4 imepita, sasa hivi tuko kipindi chake cha pili cha miaka 5. Kwa hiyo sasa hata akifanya ule uoga kwa waandishi kwamba bwana, hebu tutangaze vitu ambavyo mamlaka itavifurahia, ndio umetufikisha hapa ilipotufikisha. Lakini sheria yetu ya habari bado ni nzuri, japo ina baadhi ya mapungufu ya kwenye uhuru, lakini bado sisi waandishi wa habari na vyombo vyetu vya habari hatutimizi wajibu wetu kikamilifu kwa uoga tu, na sio kwa sababu ya vikwazo vya kisheria ama kiutaratibu ama kikanuni. Yani kwa mfano, tungekuwa tuna kitu kinaitwa dynamic media, yani dynamic media ambayo ni vibrant. Lile tukio la Oktoba 29, waandishi serious wa IJ wangeingia kuchakura nani alitoa ile amri ya kupiga watu risasi za moto, ukaingia kuangalia GPO ya polisi, mamlaka gani polisi inayo ya kuua watu. Wamekufa watu waliotajwa 518. Watu 518 ni watu wengi, wamepigwa, wengine ni kwa risasi za moto zilizofyatuliwa na polisi waliokwenda shule kusoma namna ya kudhibiti vurugu za namna hiyo. Kwa sasa ina maana tungekuwa tuna media inayofanya kazi yake vizuri, ungeweza kukuta yule aliyetoa hiyo oda, kama angekuwa ndio yeye mwenye mamlaka ya kutoa hiyo oda, saizi ingekuwa ameshafungashwa virago na kurudishwa kijijini.